Leo hii sio siku ya kawaida, ni siku iliyojaa hofu duniani kote na maswali mazito yanoning'inia hewani. Ripoti za ghafla, karantini zisizoeleweka, dalili zisizotambuliwa duniani kote. Sasa hivi kila mtu anajiuliza, je, hili ndilo janga jipya duniani kote? Tarehe 3 Machi, majira ya saa 4 asubuhi, barabara moja tulivu jijini ghafla ikafungwa. Magari ya wagonjwa, askari wenye mavazi ya kujikinga na nyumba moja iliyozungushwa utepe mwekundu. Wakazi wakaanza kuulizana kwa sauti ya chini, kuna nini kinaendelea? Ni ajali au ni kitu kibaya zaidi? Lakini hakuna aliyejua kwamba ndani ya nyumba ile kulikuwa na siri ambayo ingeleta hofu nchi nzima. Familia ya kawaida kabisa, baba, mama na watoto wawili. Jumapili iliyopita walikuwa kanisani, Jumatatu walionekana sokoni. Hakuna aliyeshuku chochote mpaka usiku wa jana. Mtoto wa kwanza alianza kulalamika maumivu ya kichwa. Saa chache baadaye mwili ukapanda joto kali kupita kawaida, lakini haikuwa homa ya kawaida. Ngozi ilianza kubadilika rangi, mapigo ya moyo yakawa ya kasi isiyoeleweka na macho yakaanza kuwa mekundu kama ya damu. Mama alipogusa paji lake la uso mtoto wake, akasema ya kwamba alihisi kama anagusa chuma kilichotoka motoni. Magari matatu ya afya yalifika, watu waliovaa mavazi meupe mazito, barakoa, gloves na miwani maalumu. Hakuna aliyeruhusiwa kusogea eneo lile. Familia nzima ikaingizwa kwenye gari maalumu, nyumba ikapuliziwa dawa, mlango ukafungwa kwa muhuri wa serikali na maneno yaliyoandikwa nje ya geti lao, usikaribie eneo hili, hatari ya maambukizi. Lakini swali kubwa lilianza kuzunguka mitaani, ni ugonjwa gani huu? Hospitali ilitoa taarifa fupi tu, uchunguzi unaendelea. Lakini vyanzo vya ndani vilidai vipimo vya awali havikutambua virusi hivyo. Haikuwa mafua, haikuwa malaria, haikuwa magonjwa yanayojulikana duniani. Daktari mmoja alisikika akisema kwa sauti ya hofu, hatujawahi kuona kitu kama hiki. Mitandaoni kulilipuka nadharia, wengine wanasema ni majaribio ya kisayansi yaliyotoroka, wengine wanadai ni mlipuko wa ugonjwa mpya, na wapo wanaosema, je, huu ndio mwanzo wa janga jipya duniani kote? Lakini mamlaka bado kimya. Chanzo kimoja cha ndani ya hospitali kinasema mmoja wa watoto ameanza kuonyesha dalili zisizo za kawaida zaidi: mwili kutetemeka bila sababu, mishipa kuonekana juu ya ngozi na sauti kubadilika ghafla. Madaktari wameweka eneo lote chini ya uangalizi mkali. Hakuna anayeruhusiwa kuingia, hakuna anayeruhusiwa kutoka. Na swali ni moja tu, je, hii ni kesi ya kipekee au ni dalili ya kitu kikubwa kinachokuja? Je, familia hii ndio waathirika wa kwanza au tayari kuna wengine ambao bado hawajajulikana? Leo ni tarehe 3 Machi na kilichotokea leo kinaweza kuwa mwanzo wa historia mpya ya hofu. Mungu tusaidie. Kama unaamini kuna jambo linafichwa, andika maoni yako hapo chini. Je, huu ni mlipuko wa ugonjwa mpya? Usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika chaneli yetu ya Kioo cha Dunia. Na hii ndio sehemu tunapoangazia ukweli usiosemwa, kwa sababu wakati mwingine habari ya kutisha zaidi ndizo zinazoanza kwa ukimya. Na sasa nakuaga, tukutane katika vipindi vijavyo. Bye bye.